Leo Julai mosi mwaka 2025 ndiyo ilikuwa inasikilizwa kesi ya mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema hapa katika Mahakama Kuu ya Hakimu Mkazi Kisutu. 7 Media tulitia timu hapa na ripoti ambayo imepatikana ni kwamba kesi hii imeahirishwa hadi tarehe 15 ambapo mwendesha mashtaka mkuu wa serikali anasema kwamba kesi hii itaendelea kusikilizwa tarehe 15 mwezi Julai. Na kikubwa zaidi ambacho kimezungumzika ni kwamba leo ndio ilikuwa hatima ya Lissu, either kesi yake pelekwe Mahakama Kuu ama aachiwe huru. Kwa hivyo mahakama imesema kwamba bado ina muda wa kuendelea kulijadili swala hili, hivyo kesi hii imepelekwa mpaka Julai 15. Kutokea Mahakama Kuu ya Hakimu Mkazi Kisutu, mimi naitwa Mikidadi na nyuma ya kamera yupo King DI. Leo tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, kesi ya uchunguzi ya makosa ya uhaini ambayo jamhuri dhidi ya Tundu Mugwai Antipas Lissu ilikuwa imeitwa mbele ya hakimu Mfawidhi Kiswaga hapa na mahakama ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam. Leo jamhuri imesema kwamba inaomba ahirisho kesi kwa sababu bado hawajafanya uamuzi wa kuweza kumshtaki rasmi mshtakiwa Tundu Antipas Mugwai Lissu. Upande wa wakili Lissu ambaye ni mshtakiwa Lissu ambaye anajiwakilisha yeye mwenyewe katika hatua hii amepinga kwa nguvu kubwa sana kwamba madhari serikali wanasema, mara ya mwisho walisema wameshakamilisha upelelezi na walikuwa wanasoma kile ambacho wameshakifanya, na baada hapo itakiwa wafanye uamuzi. Leo itakiwa watoe taarifa kwamba maamuzi ambayo wamefanya ni yapi. Na akasema kwamba ilitakiwa kwamba leo tueleze kwamba je, wanaamua kumshtaki, na kama tayari wameshaandaa ile taarifa ambayo inatakiwa ipelekwe Mahakama Kuu, ili kwa sababu mahakama yenye mamlaka ni Mahakama Kuu, si mahakama ya hakimu mkazi. Sasa hizo hoja wamebishana. Mwisho wa siku hakimu amesema kwamba anakubaliana upande wa jamhuri kwamba kwa kupitia kifungu cha 262 kifungu kidogo cha 5 kwamba faili bado liko katika hakimu kwa mwendesha mashtaka mkuu wa serikali, anatakiwa afanye uamuzi kama anaweza kufungua mashtaka au kutofungua mashtaka. Kwa hiyo baada ameendelea kuwapatia tena upande wa mashtaka nafasi hiyo ya kuweza kuendelea, na ni kwa hiyo kesi imeahirishwa hadi tarehe 15 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Kwa hiyo ni hoja ambazo zimetokeza, na vile vile katika shauri hili wakili Lissu ameeleza kwamba baada ya yale malalamiko yake ambayo aliwasilisha ile tarehe 16 ya mwezi wa 6 kuhusiana na jinsi alivyokuwa akitendewa kule gerezani, hali yake imebadilika. Hivi sasa ana haki ya kuweza kuwaona mawakili, haki yake ya ibada imezingatiwa, angalau padri ameweza kupelekwa kule kwake, haki yake ya kufanya mazoezi imezingatiwa, sasa anaweza kufanya mazoezi yake. Anasema kwamba sio kwamba anapendelea, hata licha mabadiliko haya, sio kwamba mtu anapenda kuendelea kukaa gerezani, bali angependa kwamba uamuzi wa kesi yake ujulikane, kwa sababu ni mwaka wa kisiasa, ni mwaka wa uchaguzi mkuu. Yeye ni kiongozi mkuu wa chama cha upinzani na inatakiwa iamuliwe kwamba kama kesi ipo iweze kuendelea, kwa sababu ni wakati ambapo kampeni za kisiasa za uchaguzi zinaendelea. Yeye kama kiongozi mkuu wa upinzani kutokuwa mahakamani, kutokuwa huru au kutojua mustakabali wa kesi yake, inamnyima kutekeleza haki zake nyingine za kisiasa, na alikuwa akikazania kwamba aachiwe huru aweze kuendelea na shughuli zake za kisiasa, na kwamba jamhuri walikuwa na machaguo mawili tu: kuamua kumshtaki, kupeleka kesi mahakamani kwa Mahakama Kuu, au kumwachia huru. Lakini bahati mbaya hakimu hajakubaliana na hivyo vitu viwili. Amesema bado wana haki ya kuendelea kufanya maamuzi. Kwa hiyo tunasubiri tarehe 15 ambayo ndio hakimu ameelekeza tarehe 15 mwezi wa 7 waieleze mahakama huo uamuzi kama mwisho ufikia au haujafikia. Asante. Leo tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025, Mahakama ya Hakimu Mkazi ya Dar es Salaam katika eneo la Kisutu ilikuwa inasikiliza kesi ya matumizi mabaya ya mtandao ambayo ilikuwa inamhusu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo ndugu Tundu Antipas Mugwai Lissu mbele ya hakimu Mfawidhi Muhini. Sasa kesi ile ilitakiwa iendelee kusikilizwa, lakini upande wa mashtaka umesema kwamba unaomba kesi hii iahirishwe kutokana na kwamba kuna maombi ya mapitio ambayo upande wa wakili wa mshtakiwa Tundu Lissu umewasilisha katika Mahakama Kuu ya Dar es Salaam, ukitaka kupinga kwanza ukatiba
kufanya kurejewa kwa uamuzi wa mahakama hii ya hakimu mkazi wa Dar es Salaam ya kutopeleka faili la kesi hii katika mahakama kuu, ili uamuzi wake wa kutotoa uamuzi kuhusiana na maombi ya Tundu Antipas Lissu kwamba kifungu cha namba 188 cha sheria ya mwenendo wa makosa ya jinai kinatakiwa kiangalia ukatiba wake, kwa sababu kinaruhusu mashahidi, utolewaji wa ushahidi kwa njia za kificho, na anaona kwamba inahatarisha haki yake ya kusikilizwa kwa haki na kwa ukamilifu, ili kwamba mwisho wa siku maamuzi yawe ya haki. Kwa hiyo kuna swala hilo ambalo hakimu hapa alikataa kulitolea uamuzi, na wakili au mshtakiwa Tundu Lissu amepeleka maombi hayo katika mahakama kuu, na shauri hilo lilikuja katika mahakama kuu ya Dar es Salaam tarehe 28 mwezi wa sita ambao mwezi umepita, ambako Jaji Mkwizu alisikiza mapingamizi ya serikali, kwa sababu serikali waliweka mapingamizi kule, na tarehe 11 mwezi wa 7 mwezi huu mwaka huu atatoa uamuzi wake juu ya mapingamizi ya serikali. Aidha, kuna kesi nyingine ya pili ambayo imepelekwa mahakamani, ambayo inapinga vile vile kutolewa kwa jinsi kile kiapo ambacho serikali kiliwaruhusu, yale maombi ambayo yaliruhusu serikali kuleta mashahidi wao kwa kificho, kwamba kwa kuyasoma tu, kwa sababu ilisikizwa upande mmoja, yanaonyesha kwamba hapakuwepo na ushahidi au mazingira ya kutosha kumwezesha hakimu kuweza kufikia uamuzi ule aliofikia wa kuruhusu kutolewa ushahidi wa kificho kwa watu ambao sio maaskari. Kwa hiyo na hiyo ni swala vile vile liko kwa hakimu au kwa Jaji Elizabeth Mkwizu katika mahakama kuu ya Dar es Salaam. Sasa kutokana na kuwepo kwa mashauri hayo mawili, upande wa jamhuri umeomba kwamba kesi hii iahirishwe. Kwa upande wa utetezi, mawakili wa utetezi tulipinga hoja hiyo, tukasema kwamba hayo hayahusiani, kwa sababu mashahidi ambao walikuwa wakitoa ushahidi hapa katika mahakama hii ni wale ambao ni maaskari, kwa maana hiyo hawahitaji wa uficho. Kwa hiyo ilikuwa ni kwamba tu ni njama au ilikuwa kama ni mpango wa serikali kuchelewesha kusikilizwa kwa kesi hii. Lakini mwisho baada ya hizo hoja zote, hakimu amesema kwamba yeye anaamua kuahirisha shauri hili hadi kwa tarehe ambayo itajulikana, ikisubiri kwamba maamuzi ya mahakama kuu katika mashauri mawili ya mapitio yaweze kutoka, na baada ya mapitio ya maamuzi ya mahakama kuu kutoka kuhusiana na maombi mawili ambayo yamewasilishwa kwa niaba ya Tundu Antipas Lissu kule mahakama kuu, ndipo kesi itaweza kujulikana kwamba itakuja lini. Kwa hiyo kwa hii kesi ya mambo ya uchochezi ya sheria za mitandao, kwa hapa Kisutu imeahirishwa mpaka tarehe itakapotajwa tena na mahakama baada ya maamuzi ya mahakama kuu kuwa yametoka. Asante.